كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Tunashukuru Mola Subhanahu wa Ta'ala kwa kudra na irada zake kutuwezesha kudirikana katika mahali patakatifu, mahali miongoni katika majumba yake, siku tukufu, wakati tukufu, wakati ni wenyewe ni baada salatu al-maghrib, ambao ni wakati wa kuingia usiku wa Lailatul Jumaa. Na Mtume alayhi salatu wassalam akatuambia kufanyeni wingi kumswalia yeye Lailatul Zahra, usiku wa kuamkia siku ya Juma na mchana wake siku ya Juma. Fa inna salatakum, kwa hakika swala zenu zaletwa kwangu na naziona. Na sisi tufanyeni wingi kumsalia Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam fi kulli waqtin wa hin. Leo katika muhadhara wetu wasimamizi walipendekeza mada ambao kwamba uwanyongo ulimwengu, uwanyongo ulimwengu, ama kuupa ulimwengu nyongo, ama dunia kuipa nyongo. Na ulimwengu ni kitu kimoja duni sana, kitu duni sana ambacho kwamba lao kitapimwa katika mizani, basi ule mizani wake haufiki hata ule kubawa wanzi dunia na viungo vyake. Na inshallah taala kwa tawfiki yake Mola Subhanahu wa Ta'ala tutaeleza machache ambayo kwamba yenye kufungamana na mambo haya ama jambo hili au mada hii. Kwa nini tupenyongo ulimwengu? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Hadid aya 20, Mwenyezi Mungu asema baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, i'lamu annama al-hayatu ad-dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad kamathali ghaythin a'jaba al-kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adhabun shadidun wa maghfiratun min Allah wa ridwan wa mal hayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur. Sadaqallah. Mola Subhanahu wa Ta'ala ameeleza urefu na upana kufahamisha ulimwengu ni kitu gani. Katika aya kama hili Mola Subhanahu wa Ta'ala aliweka wazi ulimwengu, sura inapokuwa mwanadamu ulimwengu wake utakaokundulia, lakini ulimwengu ni sampuli hii. Katika tafsiri ya Al-Hazi inatuambia, Mwenyezi Mungu atuambia, ailamu, jueni mno, fahamuni sana, annama alhayatu dunya, hakika si lingine, ay muddatul hayati, muda wa uhai, fi hadhihi dari dunya, katika uhai ama katika nyumba hii ya dunia, ama wa inama arada, hakika amependelea jambo gani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Asema man sarafa hayatihi fi ghairi ta'ati llahi fa hayatuhu madmumatun wa man sarafa hayatihi fi ta'ati llahi fa hayatuhu khairu kulliha.
mambo ni mawili. Man sarafa hayatu, yoyote atakayekondolea katika kutafuta uhai wake katika dunia hii, fi ghairi ta'ati llahi, ikawa kushughulika kwake si katika kutafuta taa, ibada za Mola, akashughulika na mambo mengine ya kilimwengu, basi fahayatuhu madhmumatun, ule uhai wake wote madhmuma, umekwenda patupu wa kutukana haswa. Maanake uhai wake wote mwanadamu amekwenda mbio katika jambo ambalo kama halina faida na yeye. Wa man sarafa hayatuhu fi ta'ati llahi, lakini yoyote ambaye kwamba atashughulika katika uhai wake fi ta'ati llahi, katika kufanya taa ya Mola, akapanga uhai wake yeye atakushughulikia Mwenyezi Mungu, amwabudu Mwenyezi Mungu, amridhishe Mola wake, basi mja huyo fahayatuhu kulluha, basi uhai wake wote huwa ni khairu, ni khairu tupu. Kisha Mola subhanahu wa ta'ala akaanza kupambanua kitu kimoja baada ya kimoja, akasema uhai wenyewe ni laibu. Uhai wa kilimwengu ni laibu, ni matezo. Tena matezo yenyewe ni batilu, la hasilu lahu, hayana fungu. Katika yale matezo yenyewe hakuna kitu kapata. Talaa bisimiani, maisha ama uhai wa dunia ni laibu, ni kama matezo asiliani ya watoto. Ukipita kuna watoto wakiteza pale, kuna watoto pale wateza ndege ya babangu, gari ya babangu, lakini hakuna hata moja aweza kumiliki akasema kweli hii ni gari la babangu au hii ndege ya babangu. Ni matezo wakienuka pale, kila mmoja ana lolote alilopata. Ama mwana watoto wateza huyu ni baba, huyu daktari, huyu mwalimu, lakini wakiondoka pale wote wako daraja moja. Hakuna hata mmoja alifaulu ama alipata pato katika yale matezo aliyopata. Ndio uhai wa kilimwengu. Kisha walahu, uhai wa kilimwengu ni farhu, saadu, ni kufurahi na kustarehe kwa nyakati chache mno. Thumma yanqadhi an-tarim, ila ile starehe yenyewe huondoka kwa wakati karibu mno. Kisha wazinatu, kisha ni mapambo yenyewe ni yenye kuondoka. Hata Imamu Ibn Kathiri atuambia katika tafsiri zake, kupiga mfano kama huno, akatwambia Imam Ibn Kathir, mathalul hayati dunya fi annaha zaharatun faniya wa ni'matun zaila. Uhai wa kilimwengu mfano wake ni zaharatu, ni mapambo fania, yenye kuondoka ama yenye kuisha. Lile pambo la kupamba, mtu mmoja mwanamke akajipamba kwa mapambo, dakika mara akachukua maji akayafuta pale pale, alikwisha lile pambo lake. Wa neematun zaila, na ni neema mtu kuwa nayo akaweza kustarehe nayo ile neema kama ile, lakini dakika ikamwondokea. Ndio uhai wa kilimwengu. Kisha watafakhuru bainahum, uhai wa kilimwengu ni watu kujifakhiri kati yao, binasabi, kwa nasaba mfano wake. Watakathuru fil amwali wal auladi, kisha ni mtu kujisifu, mimi na mali nyingi na watoto wengi. Basi kama vile ghaithin ajaba al-kufar, ni mfano wa mvua. Ule uhai wa kilimwengu ni mfano wa mvua ambao kwa kama ile ajaba al-kufara, imeenda mvua kama ile ikaenda ikamshangaza yule ambaye kama ni mkulima. Ay az-zurra inma az-zarra kufara, ile kufara imekuja, lakini mafumi yake ilikuwa imeenda ikamshangaza yule mkulima. Mkulima kama yule
baki ukenda akamshughulisha, akaona ile mashamba yake yalikuwa yamekauka, mvua kama ile ikaja ikanawisha shamba lake, dakika ikawa kumekuwa kuzuri kwa dhara katika ile shamba. Mfano wa dunia. Na Mwenyezi Mungu amesema kama halihi, mfano wa mvua, wa huwa al-mataru alladhi yati ba'da qunuti, ni mvua kama ile unyesha baada kuwa ardhi imekuwa kavu, chaka imeshika miaka 3-4, kisha ikaja mvua ghafla. Mkulima kama yule akana tamaa kuwa atapata mavuno mazuri. Na Mwenyezi Mungu akamwambia katika aya nyingine, wa huwa alladhi yunazzilu al-ghaytha min ba'di ma qanatu, Mwenyezi Mungu yule ambaye kwamba mwenye kuteremsha mvua baada ya watu wamekata tamaa kabisa, hakuna mvua. Mkulima kama yule akaona shamba limenawiri kwa ile mvua iliyopiga pale, thumma yahibu fatarahu musfarra thumma yakunu hutama, kisha mara dakika ikaja upepo mkali ikateketeza yale makulima yake yote, mimea yake yote, likatoka jua, ukawa ni mkavu shamba lote, ikawa ule mkulima hana chochote alifaulu ama alichokipanda katika ile shamba yake. Basi ndio mfano wa dunia. Lakini Mola Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia, wa fil akhirati adhabu shadidun wa maghfiratun min Allahi wa ridwan wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Lakini jua na kutanaba kuwa kesho akhera kuna adhabu shadidi, kuna adhabu kali, liman kanat hayatuhu bihadhihi sifati, utakuwa na adhabu kali. Lakini kwa watu wale ambao kwamba walishughulika uhai wake, alishughulikia ulimwengu wake, hakushughulikia katika taa ya Mola. Mtu kama yule alishughulika ulimwenguni, hayatu kafirina wa hayatu man yashtaghilu bil-la'bi wal-lahwi wa raghaba fil amali wa raghaba fil amali lil-akhirah, lakini wa maghfiratun min Allah wa ridwan. Lakini hivyo hivyo kesho akhera kuna msamaha mkubwa kutoka kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala wa ridwan, na radhi zake kuingia peponi, li awliyaihi, kwa waja wake wema, wa ahli ta'ati, na kila kwamba alishughulika na kufanya taa kwa sababu ya Mola. Wa mal hayatu dunya, wala huwa uhai wa kilimwengu, illa mata'ul ghurur, isipokuwa ni maisha ya kudanganya. Dunia ni kitu kama tulivyosema chenye kudangaza, dunia yenye kupoteza, na dunia hakuna aliyeelewa dunia kwa uzuri kama Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Mwangalie Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa katika safari yake ya Isra, yuko na Jibrili waenda, akaonyesha dunia kwa sampuli mbili. Wa bainama huwa yasir idh huwa bimra'atin hasiratin an dhira'iha wa 'alayha min kulli zinatin khalaqa Allah faqalat ya Muhammad dhurni as'aluka falam yaltafit ilayha. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoenda katika safari yake ya Isra'i kutoka Makka kwenda Baitul Muqaddas, walienda akafika mahala kwa kuna mwanamke mzuri, kila pambo ulijualo akunalo Mwenyezi Mungu amempamba nalo, na akawa miuno yake hino, mikono yake iko wazi mpaka katika dhiraa zake. Mwanamke kama yule fakala, akamwita Mtume, ya Muhammad dhurni, hebu niangalie kidogo, as'aluka kama mas'ala takakuuliza. Falam yaltafit, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam hakumwangalia tena, hakumwangalia birasi wala bi'ain wala biqalbi, kuna kuangalia kwa jicho
au kuangalia kwa kichwa au kuangalia kwa moyo. Mtu aweza kuangalia kwa kupeleka uso mzima kitu, au kuangalia kwa jicho tu, lakini ukigeuka vile vile ukawa umetulia, au kuangalia kwa moyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakumwangalia kabisa mwanamke kama yule. Falam yatafala, kugeuka kumwangalia ilaiha. Kisha Mtume akasema, fakala man hadhihi ya Jibril, nani huyu? Jibril akamwambia, tilka dunia, ilo pambo liloliona ni mfano wa dunia, ni dunia haswa. Kisha Jibril akamwambia, amma innaka law ajabtaha lastarat ummatika ad-dunya, lau ungemwitikia basi ummati wako wote wangeuteua ulimwengu kuliko kesho akhera. Mwanamke yule amepambwa kwa pambo la dunia. Dunia ni pambo kila mazuri, kila zuri liwalo utakalo utalipata ulimwenguni, lakini piga astaghfirullah, sema a'udhu billahi, yaepuke yale mazuri kwa shahawa zake. Kisha Mtume akawa waenda katika safari yao, fa idha huwa bi'ajuzi, wakamwona mwanamke kikongwe, ala janibi tariq, pembezoni ya pia kuna mwanamke kizere, akakurubia miaka 100. Fakalat ya Muhammad dhulni, Muhammad niangalie, as'aluka, atakwambia kitu. Falam yaltafit ilayya, vile vile Mtume hakumwangalia wala kumjibisha lolote. Fakala, akamwambia Jibril, man hadhihi ya Jibril, nani huyo? Jibril akamwambia, innahu lam yabqa min umri dunya illa ma baqiya min umri hadhihi al-ajuz. Jibril akamwambia, lam yabqa min umri dunya, haukubakia katika umri wa dunia, illa ma baqiya min umri hadhihi al-ajuz, kama vile umri wa mwanamke kikongwe, umri wake umekatika, umeisha, umeja kitu kidogo. Mtu ana miaka 90, 100 tena kikongwe, basi akamwambia hii ndio dunia. Dunia kila unapoiona ni nzuri zaidi kwako wewe, ya kuvutia, basi ujue dunia kabisa ndio imekwisha kwako wewe, na hatari yenyewe yaenda kuangamiza. بعجوز بصورة العجوز ولم يبق من عمر الدنيا أي برز في ذلك بصورة العجوز أشارت إليه أنه قرب زواله. Mtume akawa aambiwa hii dunia imekurubia kumalizika kabisa, mfano huu umri wa mwanamke ametumia umri wake wote umekwisha, ndio hii dunia. Wa dunia hiya ihda min a'da'i al-insan, dunia ni mmoja katika maadui wa binadamu. Binadamu, mimi na wewe na kila ambaye kwamba ni binadamu, ana maadui wabaya. Maadui wenyewe ni wanne. Wa kwanza ni ad-dunya, dunia yenyewe ni adui yako binadamu. Kisha adui wa pili ni nafsi yako unayoipenda ni adui yako. Kisha ash-shaytan, shaitani vile vile ni adui wako. Kisha hawa nafsi, vile hawa za nafsi yako, kuna nafsi yako yenyewe na hawa nafsi zako. Sasa dunia ni adui wa kwanza, na adui wa pili nafsi yako. Inna nafsa la amara bisu, nafsi yenyewe yapenda kuamrisha mabaya, na binadamu apenda nafsi yake. Hakuna amekwamba itukia nafsi yake, isipokuwa wale waja wema, ile nafsi yake kile kimamrisha kuikataza. Kisha shetani adui wako. Inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwan, Mwenyezi Mungu atambia, hakika shetani ni adui yenu na nyinyi mfanyeni kuwa ni adui. Mtu ambaye ni adui yenu na wewe lazima mfanyeni adui. Kisha hawa nafsi, matamanio ya nafsi yako.
Hussein ibn Ali radhiallahu ta'ala anhu atuambia katika tungo zake kueleza dunia ni nini, atuambia wa dunyana wa in milna ilayha wa qala biha al-mata'u ila al-qidari ala inna ar-rukuna ala ghururi ila dari al-fanani min al-anani. Asema wa dunyana, na dunia yetu hii, wa in milna ilayha, na tukaipenda namna tunavyoipenda, wa qala biha al-mata'u ila al-qidari, na namna itakapokuwa ni refu nzuri starehe zetu ila al-qidari, zenye kukatika, zitakwenda kukoma. Yani starehe zetu, uhai wetu katika ulimwengu utakwenda kukoma. Sasa atambia ala huwa nakutanabah inna rukuna ala ghururi ila dari al-fanani min al-anan. Asema ndio nakutanabah inna rukuna, kule mtu kukaa akawa amekaa ametulia, ala ghururi, katika jambo la ghururi ambao ni dunia. Ghururi yenyewe ikampelekea ila dari al-fanani, nyumba ya kuondoka, akapenda akatulia na furaha na starehe za kilimwengu, min al-anani, basi ya huyo ajipatabu, kwa sababu starehe zote zitamuondokea, atapata hasara kesho akhera. Kisha kuambia waqatiluha sabilu ta'ani anha wa in kana al-harisa ala thawahi, na yule ambaye kwamba amekaa katika hii dunia na akawa na pupa kukaa katika hii dunia, basi ajue ataondoka haraka mno katika hii dunia, basi na yeye mwenyewe kujua. Ala taliba dunya wa in qala umru wa nala min ad-dunya sururan wa an'uma kabani bana bunyanahu fa aqamahu falamma stawa ma kadibana tahaddama. Asema ara taliba dunya, namuona yule ambaye kwamba ataka dunia, akashughulika na dunia, akasahau taa ya Mola. Wa in qala umruhu, na ukawa mrefu umri wake katika dunia. Wanala min ad-dunya surura, na akapata katika dunia furaha nyingi, wa anuma, na neema nyingi. Mfano wake atabia kabani, ni kama ule aliojenga, bana bunyanahu, akajenga jengo lake zuri, fa aqamahu, akalisimamisha, falamma stawa, lipokuwa liko sawa, limelingana jengo, nyumba imejenga ikawa nzuri kabisa, iko sawa sawa, makadibana tahaddama, nyumba imekuwa sawa sawa, atakapokaa yeye na mke wake na watoto wake, kuna kila aina starehe ndani ya nyumba hiyo. Tahaddama, dakika ikaporomoka nyumba kama lile. Dunia mwanadamu mbio anazozikwenda, anazotafuta katika dunia, starehe zote na mali kukusanya, lakini pale anapokuwa starehe imemkamilikia, tahaddama, dunia hiyo imemwaka. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Huyo ndo mwanadamu, hasara ambayo kwamba hakunayo. Sasa ikiwa hii ndo dunia, salamatul insani iko wapi? Ule usalama mwanadamu wa binadamu uko wapi? Salama, amani yake iko wapi? Salama binadamu, mwanzo wa aya tumeambiwa yule ambaye kwamba man sarrafa hayatuhu fi ta'atillah, mbio zake, sa'i yake, kwenda mbio zake kutafuta kwake katika ulimwengu, ikiwa alikuwa akitafuta taa ya Mola. Na dunia awe amepanyongo, ndo zuhudi fi dunia. Mwanadamu ataka aipe nyongo dunia, na kuipa nyongo, tusome hadithi moja bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Hadithi
na ile jambo ambalo kwamba watu watajipenda kwangu mimi na Mwenyezi Mungu atajipenda mbele yangu. Mtume akamwambia, izhid fi dunya yuhibbuka Allah wazhid fima aini nnasi yuhibbuka nnas. Rawahu Ibn Majah. Sahaba kama yule akamwambia Mtume, niambie jambo nikishikamana nalo jambo kama hilo Mwenyezi Mungu atanipenda na watu watanipenda. Mtume pale pale akamwambia, izhid fi dunya, upenyongo ulimwengu, yuhibbuka Allah, Mwenyezi Mungu atakupenda. Wazhad fima aini nnasi yuhibbuka nnas, na penyongo vitu vya binadamu, vitu vya watu, usishughulike